Naam, habari ya wakati huu mtazamaji wa jukwaa hili. Zimesalia saa chache kuelekea katika mchezo wa mkondo wa pili wa kombe la shirikisho Afrika, hatua ya robo fainali kati ya Simba dhidi ya Al Masry. Simba mchezo wa kwanza walipoteza mabao 2-0 kule ugenini. Mchezo wa pili ndio huu, itakuwaje? Simba wanahitaji wastani wa mabao 3 ili kujihakikishia kwenda katika hatua inayofuata. Linawezekana ama la? Hapana shaka Simba wameshawahi kuvuka safari za namna hii kwa wapinzani wengi waliokutana nao, na ni mechi ambazo zimeweka historia ya aina yake. Sasa basi, katika kikosi cha Simba, mchezo wa kwanza walicheza vizuri. Mchezo huu wa pili tunatarajia pia kuwaona wakicheza vizuri, kwa sababu kama ugenini waliweza kucheza vizuri kwa ubora ule, unatarajia hata nyumbani wanaweza kucheza kwenye ubora mkubwa zaidi. Kwenye kikosi cha Simba kuna watu wengi walivyoona mchezo wa kwanza, tuliona kuna vitu vinatokea, tukawa tunasema kuna uchoyo unatokea katika kikosi, lakini malalamiko yalikuwa mengi kwa baadhi ya wachezaji wa kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba. Ikumbukwe Simba kwenye historia yao hawajawahi kufika hatua ya nusu fainali ya kombe hili la shirikisho Afrika, na kuna nyota ni wapya kabisa kwenye kampeni hizi za robo fainali kwenye kombe la shirikisho Afrika. Kwa hiyo hata ile kuzungumza kwamba kuna wanakosa sana nafasi, wanakosa utulivu, pengine inachagizwa na uzoefu kuwa mdogo. Kwa mfano, mchezaji kama Jean Charles Ahoua, huyu ni nyota hatari, ni nyota bora kabisa katika ligi yetu, lakini ni mchezaji ambaye ndio mara ya kwanza anacheza hizi competitions na kufika katika hizi hatua, kwa maana ya hatua ya quarter final. Mpaka tunapozungumza kwenye historia yake huko nyuma hakuwahi kufika hapa alipofika leo kwenye klabu zote alizopita. Lakini pia yupo Eli Mpanzu Kibisawala, naye ni mpya katika hatua hizi, hajawahi kufika hatua ya robo finali katika michuano ya kimataifa kama kombe la shirikisho Afrika. Isivyo bahati aliingia kwenye kikosi cha Vita Club, timu bora zaidi kwenye soka la Kinshasa, na wanafanya vizuri kimataifa, lakini muda ambao ameingia yeye, kama alikuwa na bahati mbaya hivi, alikuta Vita haipo kwenye ule ubora wake ambao umezoeleka kwenye miaka kadhaa huko nyuma iliyopita. Lionel Ateba alkadhalika hajawahi kufika katika hii hatua ya robo finali kwenye historia yake ya kucheza kandanda huko alikotoka, na nyota wengine kadha wa kadha. Hiyo nimejaribu kutaja safu ya ushambuliaji ikiwemo Kibu Denis pia, ingawaje Kibu Denis unaweza kumpa excuse kwamba tayari ameshacheza robo finali za kutosha kwenye michuano mingine, lakini kufika nusu finali bado hajafanikiwa kufika. Endapo atafanikiwa kufika, basi itakuwa ndo nusu fainali ya kwanza kwake. Nyota wengi kwenye kikosi cha Simba, hii ni mara yao ya kwanza kama wataingia nusu fainali, itakuwa ndo mara yao ya kwanza. Sasa basi, hakuna kijiji ambacho kinakosa wazee, na naposema uzee katika anga la football, mzee achezi mpira, lakini ni ule mchezaji mwenye experience, mchezaji mwenye uzoefu na kampeni hizi. Mchezaji huyu anaweza akawa silaha bora kabisa kwa nyota wengine katika kuelekea hatua hizi za mbele. Maana yake yeye aliwahi kupita njia hizi, akafanikiwa kufika mpaka katika hatua za mbali, na anaweza kuwasaidia wengine katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa hapa tunakwenda kuangalia nyota watatu ambao wamewahi kufika hatua ya nusu fainali, na wengine wakafika mpaka fainali, na wengine walichukua mpaka ubingwa wa kombe hili la shirikisho Afrika kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Hawa ndio wale waongoza njia ninaomaanisha, silaha za Simba kwa wachezaji wengine kuelekea katika hatua ya nusu fainali leo hii, tukiamini Simba ana nafasi kubwa ya kwenda katika hatua hiyo. Tukawaangalie nyota hawa watatu kwenye kikosi cha Simba ambao wamewahi kuvuka hatua ya robo fainali kwenye hii michuano na kwenda mbele zaidi. Nyota watatu waongoza njia. Nyota watatu waongoza njia Simba. Sasa basi, nyota hawa watatu, nyota wa kwanza ni Fabrice Luamba Ngoma. Fabrice Ngoma ni nyota kutoka DR Congo, DRC. Ni nyota ambaye anacheza kwenye safu ya kiungo kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Fabrice Ngoma
Huyu ndio nyota mwenye mafanikio zaidi kwenye kombe hili la shirikisho kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, maana aliwahi kubeba ubingwa. Lakini endapo ataingia nusu fainali msimu huu na kikosi cha Simba, itakuwa ni nusu fainali ya 3 kwake. Nusu fainali ya kwanza ilikuwa ni msimu wa mwaka 2018. 2018 Vita Club ilicheza fainali kabisa, kwa maana ya fainali ya kombe la shirikisho Afrika, lakini nusu fainali ndo alifika. Walitoka nusu fainali ndo akaenda katika fainali. Sasa kuanzia kwenye nusu fainali, Al Masry ndio ambao walicheza na Vita Club na wakafanikiwa kuwaondosha, kwa maana ya Vita Club waliondoa Al Masry kwa aggregate ya mabao 4-0. Hivyo silaha ya Fabrice Ngoma ina maana kubwa, sio tu experience yake ya kufika mbali, bali hata hawa Al Masry pengine anaweza kuchangia mawili matatu namna gani wanakuwa wakicheza katika viwanja vya ugenini. Ingawaje ni muda mrefu umepita tangu 2018, lakini huyu ni nyota ambaye mwaka huu 2018 alifanikiwa kutinga nusu fainali baada ya kuiondosha Al Masry. Lakini kumradhi, alifanikiwa kutinga fainali baada ya kuiondosha Al Masry katika hatua ya nusu fainali. Baada ya kuingia fainali ile walicheza dhidi ya Raja Casablanca ya Morocco. Hii ilikuwa mwaka 2018. Walipocheza na Raja, mechi ya kwanza ambayo ilipigwa Mohamed wa 5 kule Casablanca Morocco, Vita walipoteza mabao 3-0. Mabao 3-0, lakini katika mchezo huu kulikuwa kuna kadi nyekundu. Alionyeshwa kadi nyekundu Yannick Bangala Litombo. Baada ya mechi hii kumalizika, mechi ya pili ambayo ilichezwa Kinshasa ilimalizika kwa 3-1. Yani Vita Club walishinda mabao 3-1. Mabao 3-1 haya, Raja ndo alitangulia kupata bao kwenye dakika 21 kupitia Abdelila. Alifunga bao la kwanza, bao ambalo liliwafanya Raja kuwa na mabao 4 kwenye aggregate, lakini Vita Club wakaja kusawazisha mabao. Miongoni mwa mabao ambayo alifungwa, kwa maana haya 3 kwa Vita Club, bao moja lilifungwa na Fabrice Ngoma kwenye dakika ya 74. Huyu Ngoma kwenye safu ya kiungo pale alikuwa akicheza Fabrice Ngoma, alikuwa akicheza Mukoko Tonombe, alikuwa akicheza Nelson Munganga kwenye baadhi ya mechi, lakini pia Batezadio alikuwa akicheza kwenye eneo hilo pia pamoja na Fabrice Ngoma. Hivyo basi Ngoma alifunga mchezo wa fainali. Huyu anakuwa muongoza njia kabisa, muongoza njia nambari 1 kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba katika mchezo wa robo fainali dhidi ya Al Masry. Yeye atakwenda kuambia wenzake kitu gani ambacho wanatakiwa kukifanya. Hii ilikuwa mwaka 2018. Baada ya pale, Fabrice Luamba Ngoma akauzwa kwenye kikosi cha Vita Club, ambayo wakati huu ilikuwa chini ya Jean Frola Ibenge, kocha wa Al Hilal kwa sasa hivi. Alipouzwa, alienda kujiunga na Raja Casablanca, wale ambao walimtoa akaenda kujiunga nao. Baada ya kujiunga nao, msimu wa mwaka 2020-21, Fabrice Ngoma alifanikiwa kubeba ubingwa wa kombe la shirikisho akiwa na Raja. Na raundi hii Fabrice Ngoma ilikuwa ni mechi ya Raja finali. Walicheza Raja dhidi ya JS Kabylie ya Algeria, na mchezo huu ulipigwa katika uwanja wa Stade Marty au General Mathieu Kérékou. Uwanja huu unapatikana nchini Benin katika jiji la Cotonou. Ikumbuke kwa wakati huu finali ilikuwa inachezwa katika uwanja mmoja. Kwa hiyo finali hii ilichezwa Cotonou, Benin, na walifanikiwa Raja kupata ushindi wa mabao 2-1. Mabao mawili yao yalifungwa na Sufiani Rahimi pamoja na Ben Malango Ngita. Fabrice Ngoma hii mechi alitokea benchi akaingia kwenye dakika ya 64 baada ya kuonyeshwa kadi nyekundu Omar Arjun, ambaye alikuwa anacheza katika dimba ambalo katika nafasi ambayo Fabrice Ngoma anacheza. Ngoma alianzia bench, lakini aliingia kwenye dakika ya 64. Baada ya kuingia akaenda kumaintain ushindi huu wa mabao 2-1, jambo ambalo likamfanya abebe ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika. Kwa hiyo huyu ni muongoza njia nambari 1 kwenye kikosi
cha wekundu wa Msimbazi Simba. Mwongoza njia nambari 2 ni Musa Kamara. Musa Kamara. Huyu ni golikipa wa Simba almaarufu kama Pinpin. Yes, kule kwao Conakry wanamfahamu zaidi kwa jina la Pinpin au Spider. Yes. Kwa hiyo Musa Kamara naye ni sehemu ya nyota ambao atakuwa akiongoza njia wenzake kuelekea katika hatua inayofuata. Musa Kamara msimu wa mwaka 2019 2020 alifanikiwa kucheza nusu finali, semi final. Walicheza semi final akiwa na kikosi cha Horoya ya kwao Guinea, Horoya Athletic Club dhidi ya Pyramids, na katika mchezo huu wa finali walipoteza Horoya walipoteza mabao 2-0. Naam, walipoteza mabao 2-0, na ni mchezo ambao ulichezwa katika uwanja wa Mohamed wa 5 pale Casablanca, Morocco. Na msimu huu pia ilikuwa hadi nusu finali inachezwa katika uwanja mmoja tu. Kwa hivyo Musa Kamara alifanikiwa kucheza semi final, lakini walipoteza dhidi ya Pyramids ya Misri mabao 2-0. Kwa hiyo nusu finali kwa Musa Kamara sio story, ni jambo ambalo analifahamu na testi yake anaifahamu na namna ya kufika anafahamu, kwa sababu aliwahi kufika akiwa na kikosi cha Horoya Athletic Club. Kwa hiyo huyu ni mwongoza njia mwingine. Mwongoza njia wa 3 na ndo wa mwisho kwa Simba kufika katika hatua hizi, huyu ni Fadlu Davids. Huyu ni kocha mkuu wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, na atakumbukwa msimu wa mwaka 2020-2021 alikutana na wekundu wa Msimbazi Simba akiwa co-coach kwenye kikosi cha Orlando Pirates. Co-coach maana yake timu ina makocha wawili, kwa hiyo wanasikilizana wao. Na huu ni utaratibu wa mataifa mengi ambayo yamepiga hatua kuwa na co-coach. Kuna head coach na assistant, lakini hawa walikuwa co-coaches. Maana yake ni makocha wawili wanaofanya kazi kwa pamoja. Alikuwa yeye pamoja na Mandla Nsikazi walikuwa wakifanya kazi pamoja. Kwa hiyo hii ilikuwa ni co-coach yeye na Fadlu Davids. Sasa basi, kwenye msimu huu 2020-2021 waliitoa Simba katika hatua ya robo finali kwa maana ya Orlando Pirates, lakini wakafanikiwa kufika mpaka finali, na kwenye mchezo wa finali wakakutana na RS Berkane. Ilikuwa ni mchezo wa finali kombe la shirikisho Afrika, walicheza dhidi ya RS Berkane ya Morocco. Wakatoshana nguvu kwa sare ya bao 1-1. Bao la RS Berkane likifungwa na Fahli na bao la Orlando Pirates likifungwa na Thembinkosi Lochi, huyu almaarufu Nyoso. Watu wengi watakuwa wanafahamu kwa sasa, anacheza kwenye kikosi cha Wydad Casablanca ya kule Morocco. Hivyo basi Fadlu Davids aliwahi kuongoza kikosi ambacho kilifika mpaka katika hatua ya mwisho. Mantiki yake ni nini? Na yeye ni mwongoza njia, ni moja ya silaha muhimu kwenye kikosi cha Simba kuimaliza Al-Masry katika hatua ya robo finali kuelekea katika hatua ya nusu finali endapo atafanikiwa kukamilisha mission hii. Kwa hiyo hawa ndio nyota watatu wenye mafanikio makubwa zaidi kwenye upande wa kikosi hiki cha wekundu wa Msimbazi Simba katika kampeni yao ya siku ya leo, mchezo wa marejeano dhidi ya Al-Masry katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hapana shaka ni nyota ambao wanaweza kuwa na faida kubwa kwenye kikosi cha Simba kwenye kukamilisha jambo lao. Hii ni Mzinga Sports. Usiache kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Mpaka wakati mwingine tukutane Benjamin Mkapa.